Na ulivyokuwa mbinguni ukutamani hata umuone Yesu? Yesu mimi nishamuona mara nyingi tu. Yesu. Yesu ile siku sikumuona. Ile siku sikumuona, nilirudi. Kwa sababu mbinguni mimi kama nimeenda mara moja, mara nyingi bila siwezi kuisimulia. Nimeenda mara nyingi sana mbinguni. Ila hiyo ya kwanza kabisa ile kwenda kufunga sasa mkataba. Ndio nilienda sasa. Na mbinguni pakoje? Panafananaje? Yaani mbinguni kwa kweli. Kwanza mbinguni, nyumba za mbinguni naomba nizielezee nyumba za mbinguni. Nyumba za mbinguni, nyumba ni yani ni ndefu, yani magorofa, lakini ile magorofa ni kama vile minara. Ni turefu, yani kama vile minara. Hamna nyumba kama za duniani. Yaani hata kama ni kuna gorofa gani duniani, hakuna gorofa kama la mbinguni. Sababu gorofa za mbinguni ni kama minara fulani, mirefu sana. Mirefu, yani mirefu kiangalia hivi. Yani kwanza unaweza usione mwisho wa ile gorofa. Yani ni turefu lakini kama tuminara. Lakini ni ndio nyumba za watakatifu. Lakini pia zile nyumba zina rangi ya dhahabu zote. Zote dhahabu. Lakini pia chini ni dhahabu kote. Yani kule rangi ni dhahabu. Hamna garden? Zipo, garden zipo lakini sio kama hizi. Zipo hata sehemu za kupumzikia. Lakini sasa maua yake sio kama maua, yani sijui nizielezee yale maua. Uhalisia sio kama maua ya duniani. Maana kule hakuna mvua iko huku. Wala hakuna ile jua liko huku duniani. Kuna hali ya hewa fulani, yani ile hali ya hewa ya mbinguni. Siwezi kuielezea kwa kweli. Yani kuna hali hata ile hali ya hewa ya sio, yani kuna hali ya hewa ambayo haipo tu duniani, hali ya hewa nzuri kabisa. Lakini pia mbinguni hakuna jiko. Usikanyange madhabahu. Karibia hapa tu. Usikanyange madhabahu. Angalia hapa. Usikanyange madhabahu. Usikanyange madhabahu. Nyosha hapa. Uko tayari? Uko tayari? Haya, twende mara ya kwanza. Tulia. Mara ya pili. Mara ya tatu. Twende. Nafikiri ninachokijua mimi, kazi ya miguu ni kutembea na kazi ya macho ni kuona. Alafu miguu ikichoka kutembea haitosaidiwa na macho, kwamba macho yatakuja yaisaidie miguu kutembea kwa sababu miguu imechoka. Hata kama imechoka lazima itembee kama kuna bado safari ya kutembea. Hakuna kiungo chochote ambacho kitakuja kiisaidie miguu kutembea. Vivyo hivyo kazi ya akili ni kuchakata mambo, ni kufikiri kwa kina, magumu mpaka iyapatie. Na ikifanya hivyo, hiyo ndo kazi yake. Hauhitaji kuchoka kufikiri ukasema mimi nahitaji kuamini, ila unahitaji uchakate mambo na ufikiri. Mtu ambaye ana akili zake timamu, ambaye si mvivu wa kufikiri, ambaye akili zake haziwekei uvivu, hakuna sehemu yoyote ambapo ataanzia naamini. Kwamba kwenye sentensi yoyote haipo sentensi atakayoanza naamini. Isipokuwa kile kitu kama hana uhakika nacho atasema sikijui. Na hiyo ndio hatua ya kwanza ya kwenda kukijua. Utakaposema naamini, maana yake ukijui na hautofanya utafiti na hautohitaji tena kukijua. Kwa hiyo kuamini ni kwa wavivu wa kufikiri peke yao. Na nashindwa kuelewa kwamba hawa walioweka neno naamini, huenda hapa nyuma kulikuwa kuna siri kubwa. Kwa sababu neno naamini linasababisha vitu vingi sana vya ovyo. Vinasababisha watu kuamini vitu ambavyo havipo. Badala yake wangejua. Unaposema kujua, huwezi kujua kitu ambacho huna uhakika nacho. Lazima ukitafiti. Lakini unaposema naamini, uhitaji kutafiti. Uhitaji kuishughulisha tena akili yako.